Uongozi wa kanisa Katoliki nchini Tanzania hii leo tarehe ya 21 mwezi wa 6 mwaka 2025 limetoa katazo ama limepiga marufuku kwamba kanisa Katoliki linapiga marufuku viongozi wa kiserikali na viongozi wa kisiasa kualikwa mbele ya madhabahu ama altareni ama mimbarini kuweza kusalimia au kutoa neno la shukrani au kusema kitu chochote, iwe ni sadaka ama shukrani, basi hizo zitatolewa na katekista, padre, askofu na viongozi wanaotambulika wa kanisa hilo. Hii ni kwa niaba ya kiongozi au mwanasiasa huyo. Kwa maana kama kiongozi wa kiserikali ama kiongozi wa siasa anahitaji kuweza kuzungumza mbele ya madhabahu, basi hizo salamu zake ama kitu ambacho anataka kukiongea akifikishe kwa padre, akifikishe kwa katekista ama kwa askofu ama kwa kiongozi yoyote wa kanisa ambaye anatambulika katika eneo hilo, ndipo aweze kuzungumza. Lakini viongozi hao wa kiserikali pamoja na viongozi wa kisiasa hawataruhusiwa kuweza kuzungumza mbele ya altareni ama mimbarini ama madhabahu kwa lugha rahisi. Hilo ni kanisa la Kikristo kwa maana ya Roman Catholic nchini Tanzania, na taarifa yao imeweza kwa maana barua yao ambao wameituma, wanasema wito wa sala na mafungo kuombea haki na amani nchini mwetu. Wanasema, wapendwa katika Kristo, mapadri, watawa na jamii yote ya waamini wa Kristo. Kristo tumaini letu. Tunapoendelea na safari yetu katika tumaini lisilo tahayarisha kwa maana ya Warumi sura ya 5 mstari wa 5, katika mwaka huu mtakatifu wa jubilei kuu ya 2025, sisi maaskofu wenu tunalialika taifa zima la Mungu nchini Tanzania kuwa na siku ya sala na mfungo kuombea uwepo wa haki na amani katika nchi yetu ya Tanzania. Sisi maaskofu wenu tunawaomba waamini wote katika kanisa letu kufanya sala na mfungo wa siku ya tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka 2025. Sala na mfungo huo utaambatana na kuabudu sakramenti takatifu na kufanya kitubio. Kila jimbo, parokia, jumuiya za kitawa na taasisi wataweka utaratibu utakaowawezesha watu wote kupata nafasi ya kumwabudu Yesu wa Ekaristi, kusali na kutubu siku nzima kwa masaa 12 au 24 kufuatana na uwezo na mazingira. Lengo mahususi ni kuliombea taifa letu la Tanzania lidumu katika haki na amani tunapoendelea kufanya uchaguzi, kwa maana tunapoelekea kufanya uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2025. Imetolewa kwamba kwa maniaba ya maaskofu wote wa TEC wenu katika utumishi wa Bwana Yesu na kanisa, na imetolewa na Simon Masondole ambaye ni askofu wa Bunda na mwenyekiti wa idara ya liturujia kwa maana ya TEC. Hiyo ni barua ambayo imeweza kutolewa, lakini maadhimio mengine ambayo yameelezewa ni kwamba adhimisho lenyewe litakuwa ni adhimisho ambalo litadumishwa kwa kufuata mtiririko wa liti na madhehebu kama yanavyoelezwa na kutekeleza. Na wanasema mwishoni mwa adhimisho baada ya sala ya komunio atatolewa mara moja baraka ya mwisho, ambapo hakutakuwa na hotuba ya kupongezana isipokuwa tu mwadhimishaji kwa maana ya paroko, padri kama ni tukio la kiparokia, na askofu wa jimbo kama ni tukio la kijimbo, na rais wa baraza la maaskofu kwa maana TEC kama ni tukio la kitaifa. Atatambua kwa ufupi uwepo wa wageni wa kidini, kiserikali, kijamii na walikuwa wote bila kuwapa nafasi ya kuongea, kutoa hotuba wala kusalimia. Mwadhimishi mkuu anawajibika kualika wageni kutoa zawadi zao na bila ya wao kuweza kutoa salamu za pongezi. Kwa maana neno la shukrani ama salamu hazitoruhusiwa kutolewa na kiongozi ambaye atakuwa amealikwa, awe ni wa kiserikali au wa kijamii ama mgeni mwalikwa yeyote. Maana yake kama ana hizo salamu, ana hiyo hotuba, basi atalazimika kuweza kumpatia padre, askofu au katekista, ndiye atakayekuwa anaruhusiwa kuweza kupanda altareni na kuweza kutoa hizo salamu. Hiyo ndo taarifa iliyotolewa
na Kanisa Katoliki nchini Tanzania wakipiga marufuku viongozi wa kiserikali, viongozi wa kidini pamoja na viongozi wote wa kijamii kwamba hawataruhusiwa kuweza kutoa salamu zao, kutoa hotuba mbele ya madhabahu ya kanisa hilo Katoliki, na kama kuna kiongozi atakuwa na hizo salamu, basi atalazimika kuweza kumfikishia padre, askofu au katekista ili ndio yeye aweze kuzitoa salamu hizo. Lakini kikubwa wanasisitiza kwamba kutakuwepo na mfungo ama maombi kwa ajili ya kuliombea taifa la Tanzania kuwepo na haki na amani tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu 2025, na sala na mfungo huo utafanyika siku ya tarehe 23 Agosti mwaka huu 2025. Hiyo ndo taarifa kutoka kanisa la Kikristo kwa maana Catholic nchini Tanzania. Niandikie maoni yako katika uwanja wa comment, lakini kikubwa ni wewe kusubscribe channel hii ili usipitwe na taarifa zote rasmi ambazo zenye ukweli na uhakika utakuwa ukizipata hapa hapa kwa masaa 24. Mabena TV, bahari ya michezo. Bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele kupata taarifa zote za michezo.